katika swala la reform mbona hakuna makubaliano? Sasa mtakaa mpaka lini? Sijui kama nimeelewa swali lako, sijui. Nadhani na kwamba sasa utakwenda kwenye uchaguzi kabla ya makubaliano. Hivi kweli, unajua kwenye niwaambieni, uchaguzi wa nchi, uchaguzi mkuu wa nchi, jambo linalotawaliwa na katiba na sheria. Mambo mengine mnaweza kuyazungumza katika kipindi kingine. Tangu muda ambapo vyama vya siasa vimepewa nafasi ya kunadi ilani, ajenda ya sasa ni kila chama kuendelea kunadi ilani ya uchaguzi. Na mtu yeyote akikwambia njoo tufanye maridhiano leo, maana kana kuondoa kwenye ajenda ya msingi iliyopo. Ajenda ya sasa ni kushindana, hakuna namna. Hata CCM ingekuwa muungwana kiasi gani, yaani CCM isimamisha uchaguzi kwa sababu kuna watu wanataka maridhiano. Tunaridhiana nini? Tuna reform nini? Lakini tumesema kwa sababu ni maoni ya watu na ni watu wa nchi hii wanaoongozwa na serikali ya CCM lazima itatoa muda wa kuwasikiliza kwa wakati mwafaka. Na wakati mwafaka ni baada ya uchaguzi wa tarehe 29. Kwa sababu hata leo ungetaka mfanye reform. Mngefanya reform, muitishe bunge, muite kina Sendeka. Leo tusimamisha kwanza uchaguzi. Sasa tutaiambiaje tume? Unaiagizaje tume kwa sheria ipi? Kuna janga limetokea? Kuna vita vimetokea? Kwa hiyo tunaahirisha uchaguzi kwa sababu kuna chama kimoja kimeshindwa kujipanga ndani, wamehasimiana ndani, wamegeuka kuwa makundi, alafu madogo hawajajipanga vizuri ili tuwape muda wa kujipanga waje tushindane. Wasubiri miaka 5 ijayo, nafasi ipo. Kwenye hili ni kama ndugu zangu tunawadanganya wananchi. Twendeni tuwaeleze wananchi ukweli kwamba rais ni rais kwa mujibu wa katiba na kwa muda uliowekwa na katiba. Bunge ni bunge lililowekwa kwa mujibu wa katiba lenye muda wa uhai na muda wake umeisha. Lazima tuwapate wabunge wengine. Madiwani wapo kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria. Wana muda wao. Hatuwezi kucheza eti kwa sababu tunataka kukidhi kiu na matarajio ya watu ambao hawakujipanga vizuri. Na wakati fulani cha ajabu kabisa, watu walikuwa wanasema, rafiki yetu mmoja alikuwa anasema Chauma sijui nani plan B ya CCM. Sijui nani plan B ya CCM. Ngoja niwaulizeni. Hivi wale waliohama Chadema kwenda Chauma walikuwa wana CCM? Waliohama Chadema kwenda Chauma walikuwa CCM? Lakini ni rahisi sana kuinyoshia kidole CCM wakati ambapo unajua kabisa kwa uwazi kwamba kile chama leo kimeenda kupewa nguvu na kundi lilokuwa linamuunga mkono Mbowe, limehamia kule ambalo lilikuwa limtaki Tundu Lissu. Alafu watu hawasemi wala hawaandiki kwamba sasa Chauma ni plan B ya Chadema. Kwa reform wanaotaka mabadiliko walete mapendekezo tu. Nafasi ya kuzungumza ipo, na Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nafasi ya kuzungumza, leteni hoja tutazungumza. Sasa kuhusu swala la unazungumziaje utekaji? Unajua, ngoja niwaambieni. Sasa sijui nikizungumza, kwanza utekaji ni jambo la hovyo. Lifanywe na mtu binafsi, lifanywe na kundi la watu, lifanywe na serikali, lifanywe na mtu yeyote yule, ni jambo la hovyo, jambo lisilozingatia misingi ya utu. Lakini lawama zinazoelekezwa sasa ni kana kwamba serikali ina kundi la watu ambao kazi yao ni kuteka. Sasa kama ungekuwa wanateka wale wanaowakosoa, sasa mimi ningetekwa. Kama kuna mtu ameikosoa chama hiki, serikali hii, mimi ni moja. Kwa nini kusema hivi? Hatukubaliane na utekaji wa mtu yoyote. Lakini nadhani ni muhimu tukajua nani hao wanaofanya hivi. Na nadhani kila mwananchi, ni rai yangu kwamba kila mwananchi aliye na habari kwamba kuna raia ametekwa na anamhisi kwamba aliyemteka anajua aliyemteka ni fulani,
ni vizuri watu wawe na ujasiri. Unajua shida yetu ni kwamba wakati mwingine tunakuwa waoga wa kutaka kunyoshewa vidole wakati mwingine vitu hivi vina gharama. Ni lazima ukubali kubeba gharama ya kutoa ushirikiano kwa vyombo ili huyo mhalifu aweze kupatikana. Lakini tukinyamaza tu, hivi kweli serikali itajua tu nani kamteka Sendeka kule porini Simanjiro akitembea kwa sababu tu ametekwa kwenye eneo ambalo hala hamna kituo cha polisi? Tutalaumu tu serikali kila mahali. Kwa mimi nasema vita vya utekaji lazima vipigwe vita, tuvipige vita wote. Watanzania wote waungane kuvilaani, kuvipiga vita na kwa kweli kujiandaa kimkakati kuhakikisha kwamba watekaji hawawezi kupata nafasi katika nchi yetu. Wawe wanatoka kwenye kundi lolote, kitendo hiki cha hovyo akiwezi kuvumiliwa na akistahili kuwepo katika nchi kama hii inayothamini misingi ya haki na utu. Niwaambie tu Dr. Samia Suluhu Hassan, hata ukimwangalia usoni hivi, na sisi maana unaweza leo ukasema kwa sababu leo ni rais, sisi tunaomjua uungwana wa Dr. Samia Suluhu Hassan, moyo wa upendo aliokuwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan hawezi kutenda dhambi hiyo. Serikali haiwezi kuwa na baraka zozote za Dr. Samia Suluhu Hassan. Vitendo vya hovyo vya aina hiyo havina nafasi katika moyo na akili na mtizamo wa Dr. Samia. Samia leo anatafuta madaraka ya nchi. Wewe utafuta madaraka ya nchi alafu uteke. Alafu wewe ni mama. Unampata wapi mama mwenye moyo huo? Huyu tunayemjua sisi ni mtu rahimu, muumini wa dini yake ya Kiislamu. Mimi sio Muislamu, lakini namuona anavyoenenda na anavyoonekana kufuata maadili ya dini yake. Ndivyo ninavyomuona mimi Dr. Samia ni kiongozi mwenye upendo wa dhati kwa nchi. Mimi sijawahi kupeleka pendekezo na ombi lolote kwa Dr. Samia Suluhu Hassan linalohusu jimbo langu au majimbo mengine au mtu binafsi alafu hilo jambo likaachwa pembeni hata siku moja. Na wakati mwingine nikimpigia tu mtu wake wa karibu, akifikisha atasema kaka, jambo lako nimelipata, fulani atakupa majibu yake. Na niwaambie mfano mzuri tu. Tumepiga kelele juu ya ardhi hii ya wafugaji, ya mapendekezo ya Wizara ya Mali Asili na Utalii kuhusu mapori tengefu kuanzishwa kwenye maeneo ya malisho. Tumemwambia Dr. Samia Suluhu Hassan, kamtuma Waziri Mohamed Mchengerwa atamke hapa Arusha kwamba ardhi hiyo ya wafugaji itaendelea kubaki kwa ajili ya shughuli za wafugaji tu, ambayo alikidhi kiu ya wafugaji. Ndio maana mimi nataka niwaambie ni wafugaji huku watatoa kura zote kwa Dr. Samia. Nadhani nimejibu swali lenu. Nawashukuru sana.